Tika Ken Gashuhi, KTN. Shukran sana Ken Gashuhi. Nataka tuelekee Nyeri ambapo utabiri wa hali ya hewa nchini umesema kwamba taifa litashuhudia mvua nyingi zaidi kwenye msimu huu, hususan kuanzia leo usiku mwendo wa saa 9 alfajiri hadi ya Ijumaa. Pale kutakuwa na mvua nyingi, na mvua hizo nyingi pia zinatarajiwa kwamba zitadumu kwa takriban siku 3 hadi siku ya Jumatatu ya tarehe 9 mwezi wa Machi. Lakini taifa linapopokea mvua nyingi za kiwango hiki huwa zina manufaa gani kwa wakazi? Wakazi wanajipanga vipi? Je, ni mbegu za aina gani ambazo wanastahili kuzitumia ili kuhakikisha kwamba kilimo chao kinaweza kudumu na wanaweza kupata mazao baadaye? Nataka niungane naye mwenzangu Clement Masombo ambaye anataka kuungana na wakazi wa jiji la Nyeri ili kuweza kusikia hisia zao na kauli zao kuhusiana na mvua hizi nyingi ambazo zinashuhudiwa. Vile vile kwamba kuna athari, huenda kukatokea maporomoko na mafuriko katika baadhi ya maeneo. Kwako Clement Masombo. Naam, shukrani sana Yeri. Ni kweli kwamba utabiri wa hali ya hewa umesema kwamba wale watabiri wa hali ya hewa wamesema kwamba Nyeri, kaunti ya Nyeri ni moja kati ya zile kaunti ambazo zitakuwa zikipata mvua kupita kiwango cha kawaida. Na hali hii kama kawaida tunavyojua ni kwamba huenda ikawa na athari zake ambazo si haba. Miongoni mwa athari ambazo tunatarajia ni kwamba Nyeri pia huwa inashuhudia maporomoko ya ardhi. Kwa hivyo tunasema kwamba huenda kukawa na hali kama hiyo, huenda kukawa na maji kupita kiasi. Huwa tunashuhudia mji huu wa Nyeri ukifurika kutokana na yale mabomba ya kupitisha maji taka kama maji ya mvua, pia yakizidiwa kutokana na kile kiwango cha maji. Na kutaja tu ni kwamba hata ile mvua ilionyesha hapo jana, tulishuhudia barabara kuu ya kutoka Nyeri kuelekea Nyahururu ilifunga na kutatiza usafiri kwa muda kiasi, wakati ambapo mto Honi ambao uko tu kilomita kama 20 hivi kutoka mji huu wa Nyeri ulifurika na maji yakaanza kupita juu ya barabara na kutatiza usafiri kwa muda kiasi kabla ya maji yale kutulia, na ndipo wasafiri walikuwa wanaelekea upande wa Nyahururu na walikuwa wanatoka upande wa Nyahururu kuja Nyeri pia walipoweza kuendelea na shughuli zao. Lakini sitasema zaidi, nataka nizungumze na baadhi ya wakazi ambao huathirika kwa njia mbalimbali kutokana na mvua kila wakati ambapo mvua inanyesha, na jinsi walivyojipanga wao kutokana na ule utabiri ambao tuliotolewa, na vile vile watupe maoni yao kuhusu jinsi ambavyo serikali kuu na serikali ya kaunti pia zinafaa kujipanga ili kukabiliana na hii mvua ambayo tunaambiwa kwamba itakuwa ya kiwango cha juu kidogo. Kwanza na utueleze jina lako, na bila shaka umeshuhudia mvua ambayo inanyesha. Kulingana na maoni yako, pengine unaona kwamba kinachosababisha mvua hii ambayo sio kama ya kawaida ambayo tumekuwa tukishuhudia misimu iliyopita ni nini? Global warming, hakuna njia lingine. Global warming ama uchafuzi wa mazingira yetu ndio imefanya kuwe hivi hadi sasa hivi, sababu weather patterns zili change. Siamini kwamba tunabeba mwavuli na tuko March. Tulikuwa tunabeba mwavuli zamani ikiwa around July hapo April katikati. Hiyo ndio jambo la kwanza. Jambo la pili, kuna deforestation ambao ni kubwa. Sababu nasema hivyo kwa nini? Juzi kulikuwa na government policy, kulikuwa na government directive kwamba watu wamepewa ruhusa ya kukata miti, wale wood traders. Ni kweli. Lakini hakuna jambo ambalo limefanywa la kukab hiyo deforestation ambayo ita happen. Wapata kwamba, na hii sasa ndo ambayo inaitwa joke of the century, watapata kwamba tukipata kama wachanganuzi ama watu ambao wanapenda mazingira kama Trifena Muthoni ama nini, wakati wanafanya ile activism ya kuonyesha kwamba upanzi wa miti ni muhimu, unapata hata serikali yenyewe inamnyima barua ya kwenda, hata si barua, just a signature ya kwenda kuspread the message ya to save the environment. Maneno haya yakiendelea kuhappen, there is no way tutasave our planet na sisi wenyewe kama hatutaacha kuwa individualistic, tukue responsible ya maneno ambayo ama uchafuzi ambayo uko na tuweze kupigana nao. Ndio. Na kulingana na pengine kutokana na hii mvua ambayo tumekuwa tukishuhudia, ni athari gani ambazo unaona kwamba huenda zikatokea iwapo mvua kama hii itaendelea? Kwanza kabisa kwangu mimi yanishtua kwamba saa hii mvua kidogo acha nitumie kama Nyeri. Mvua kidogo hapa chini Vetemere huwezi teremka.
Mvua kidogo kidogo hapa. Umesema kwamba jana watu wako wanapita hii barabara ya Nyahururu. Kwa nini? Sababu kuna poor management. Unashindwa, kuna poor management without even a disaster. Na je, disaster ambayo ita happen kutafanyikaje? Ikiwa kwamba jambo kama moto ikihappen huku, unasikia mara gari haina maji, au mara gari iko mbali, au mara gari haipatikani. Swali ni kama watu wa moto hawatapatikana, na je kukipata mafuriko? Na je ikiwa kwamba saa hii kama county limeshindwa kujimudu wakati ikifika ni cleanliness, na wako na budget ya 42 million kwa municipality peke yake, lakini wameshindwa ku clean up the town. Huku Nyeri kukinyesha, inabidi ukumbuke watu wa census wakati walikuwa wanauliza kwa nini uko na boat, unashindwa kwa nini ulikuwa unauliza uko na boat na uko Nyeri na hakuna hii water bodies kubwa. Kwa nini? Ukitaka water body Nyeri, enda hapa Best Lady, wacha kunyesha dakika 30 peke yake. Hapa Best Lady hiyo ni boat. Kama tunashindwa, Nyeri County yenyewe, Nyeri County Assembly na County Oversight ya Sanitation inashindwa na takataka kidogo hapa. Saa hii Uvundo, ukitaka kulea nguruwe Nyeri, utalea nguruwe kwa bei rahisi sababu Uvundo na takataka ni mingi. Kama tutashindwa na takataka simple kama hii, na je mafuriko ikihappen hapa Waitemere ama na huku Kieni, what will happen? Si county government itapotea. And now imagine hiyo ni county government. Na je national government ambayo decapitate all systems ambazo zilikuwa zinaendelea kwa uzuri, haikuwa na shida yoyote. Saa hii hizo systems they have been decapitated or have been put to a halt. Education ni nini? Una imagine serikali ambayo imekuwa ikisisitiza na kufanya jitihada kujenga nyumba ambayo watu hawana haja nazo, avoidable housing ndo watu uziita. Una imagine serikali ambayo imeshindwa kujimudu katika elimu. Hiyo serikali ndo unaniambia ilishindwa kulipa watu wa Mai Mahiu wale waliporomokewa na ile damu juzi. Serikali ndo itaweza kusaidia watu wa Budalangi for example, ama huko Nyeri wakati mafuriko ita happen, na ni bahali labda mafuriko haijai happen. Do you think the government will be able to sustain a disaster? Yet right now, without even a disaster, it is actually walking on its knees. Hiyo ni ndoto ya ajabu. Ndio. Umekosoa sana serikali, pengine kwa maoni yako pia ungetoa mapendekezo ya jinsi serikali zinaweza jipanga kukabiliana na hizi athari ambazo huenda zikatokea, serikali kuu, serikali ya kitaifa, na vile vile wewe mwenyewe pia utoe maoni jinsi ambavyo unastahili kujipanga kama mwananchi kukabiliana na hizo athari. Haya basi. Kwanza nitaanza na wananchi, juu wananchi ndio very important. Serikali iliwasahau mwananchi ambaye unaniona saa hii, ambaye unanitazama saa hii. Kama unajua kwako kumetolewa tahadhari kwamba unafaa kuhama, kutaporomoka ama kutakuwa na mafuriko, usingoje serikali ikusaidia, sababu hii itakusaidia tu na maneno na maharagwe, lakini itakusaidia na jambo la kukutoa pale kwa shida. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Kwa nini nakosoa serikali bwana Clement? Umeniuliza, nitakwambia kwa nini nakosoa serikali. Because the buck stops with them. Hii serikali inaweza kuvuja pesa 11 billion ya SHA ilienda, ingine ya Talanta imeenda. They can afford corruption, lakini they cannot afford basic necessity kama gender rescue center in Nyeri, kama flood mitigation in other counties. Hawawezi. Wameshindwa na masomo, lakini wanataka kusema wataweza hiyo ingine. Until the government kwanza kabisa iache corruption. Kitu cha pili, wakuwe na better management practices. Own up to your mistake. Wacha kushinda ukisema so and so alifanya, sijui Uhuru alifanya. Uhuru is not in power. You are the one in power. It's up to you. Wacha kufanya mandate yako wakati ambapo unashika microphone ni kuenda kuongea jambo la watu wengine ama opposition. Wewe saa hii shughulika na manifesto yako na kazi ambao wananchi wa Kenya wamekupea. Wacha kushinda ukisema opposition, sisi tunaona kwamba hakuna kitu unafanya kwa serikali. Sisi ambao tunaona serikali haifanyi kitu, unatwita wapumbavu, alafu baadaye utaanza kusema sisi tusaidia serikali kutoa watu na huku chini ambao wameporomokewa na ardhi. Serikali, be better when it comes to management of public resources, because hata hiyo mnaiba saa hii, it will still be accounted for. Even mtoto ambaye sijapata saa hii ako na deni sababu mumeiba pesa, mumevuja pesa ya serikali, imekuwa personal money. Wakati you will be accountable of what you are doing, then the government tutaacha kuwa blame, but the buck stops to the government. Vile tu mnaweza kukimbiza watu huku na tear gas, mufanye hizo jitihada to make sure that you are going to withstand the disaster that is coming. Asante. Shukrani sana. Hebu nizungumza na mwenzako hapa. Mwenzako aliyetangulia amesema kwamba jukumu hasa ni la serikali kuhakikisha kwamba wananchi wako salama.
Wewe kama mkazi wa Nyeri, uanze na jina lako na tueleze, je, unahisi kwamba tumejipanga vilivyo kukabiliana na janga lolote ambalo huenda likatokana na hii mvua ambayo inanyesha kupita kiasi cha kawaida? Kwa majina naitwa John Moi, mkazi na mwanabiashara hapa mjini Nyeri. Nitaanza na kusema hivi Clement. Mvua ni baraka, lakini mvua ikitupata kama hatujajitayarisha, ile itakuwa ni disaster. Miezi ya hapo awali ama miaka ya hapo awali tumeona hapa mjini Nyeri mvua inanyesha, wanabiashara wetu, mvua inaingia kwa maduka yao, inasababisha kupoteza mali ya dhamana. Sijashuhudia visa vya kupoteza maisha huku mjini Nyeri, lakini property hapa, wanabiashara huku chini Wetemere, mvua inaingia kwa nyumba, inafurika, imebeba kila kitu, inafunika mali ambapo wanafaa alale. Mimi nitaanzia na kusema kwamba kaunti yenyewe inafaa kuwa na mikakati kabambe. Kama ni mitaro kama hizi zile ambazo ziko huko chini, inaanza na kukwamua, ni ile tunaita preparation. Lakini siku hizi hatutalaumu sana Mwenyezi Mungu, lakini utapata kwamba ile weather patterns ambazo tulikuwa tunashuhudia pale awali si ambazo zenye ziko siku hizi. Hapa mjini Nyeri tulikuwa wapata kwamba mvua ingeanzia tukiwa huu mwezi wa March, mvua itaanzia mwezi ukienda kutamatika, lakini huu mwezi tulipata kwamba mvua zilianza mapema sana, wakati ambao hatuko tumejikuwa na mipango kabambe. Lakini hiyo inaanzia na serikali na pia mandugu zetu ambao wako maeneo ya Murang'a. Nimesikia ndugu yangu ametaja maeneo ya Budalangi. Kama unajua kwamba uko maeneo ambayo yako na uraibu, imekuwa siku za hapo awali kunafurika, ni vizuri pia unahama unaondokea maeneo yale. Naam Clement. Na vile mwenzako aliyetangulia alisema kwamba kumeshuhudiwa na ongezeko la ukataji wa miti katika misitu, na huenda hiyo ikawa kwamba moja kati ya zile sababu ambazo zinachangia mvua ama misimu ya mvua kubadilika. Vile tunaona serikali inajizatiti kuhakikisha kwamba inapanda miche ya miti, tukilenga miche bilioni 15 kufikia mwaka 2032. Unaona kwamba hatua hiyo ni ya kutosha? Tumeshuhudia serikali ikiwa na agenda kama hiyo ya kupanda miti bilioni 15. Tumeona siku za hapo awali pia serikali inapojenga barabara, kuna wakati itatenga sehemu fulani na iseme kwamba itapanda miti. I guess ni last week ama ni siku za hapa awali umepata serikali huko Karura imekuwa ikitenga. Bila shaka tarudi baadaye kuzungumza naye Clement Masombo kusikia wakazi